sio hiki. Sawa. Yaani na mstaki yako. Kila dakika. Okay, so leo nataka tutoe siri ya mtu anayetumikishwa au anayemtumikia shetani au mtu ambaye ana uovu ndani yake. Utamtambuaje? Utamjuaje? Mtu ambaye anatawaliwa na uovu, mtu ambaye, kwa sababu sisi tunafikiri mpaka mtu aanguke na mapepo ndio maana yake ametawaliwa au anatumika au anateswa. So nataka tuzungumzie siri yake hiyo. Utamjuaje? Utamtambuaje? Lakini pia unafanyaje? Kitu gani kimeleta hiyo, au ni jinsi gani hicho kitu kinatokea, na unafanyaje sasa ili ufanikiwe? Kwa sababu hii ni muhimu sana, kwa sababu katika changamoto nyingi ambazo tunazizungumzia kila siku, maisha yetu kila siku, hata sisi hapa kila siku tunavyoongea, yote ina lead kwenye hicho kitu kimoja tu, yote ina lead kwenye kitu kimoja, kutumikishwa, kutawaliwa. Tumezungumza vitu vingi sana hapa. Kwa hiyo siri yake ni nini? Kwa nini hicho kinatokea? Okay, let's go straight forward. Kuna watu wengi sisi hatujui kwamba shetani sio muumbaji. Narudia tena, kuna watu wengi hatujui kwamba shetani sio muumbaji. Yaani shetani is not a creator. Shetani ni Mungu. Sijui umenielewa? Na baba wa uongo. The only creator. Actually kuna creators wawili. The only one ambaye ni source of creation ni Mungu. Lakini creator wa pili ni sisi binadamu. Hata sio malaika. Sio, umenielewa? Hata malaika sio creators. Sio, umenielewa? Aliposema tuumbe binadamu kwa mfano wetu, of course alikuwa anazungumzia Trinity, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini malaika sio creators. Ndio maana malaika wako kutuhudumia sisi. Hayo mapepo majini unayoona yako pale kwa hiyo purukushanio yao, lakini they cannot create. Kwa ajili ya distraction. Wao wako distraction. Kwa hivyo hii ina maana gani? Narudia tena. The only creators ni Mungu na sisi. Sio, umeelewa? Ndio maana ametumba kwa mfano wake. Ametumba kwa mfano wake. Yeah. Dunia hii vitu vyote tulivyotengeneza, tumedesign, tumecreate, tumeproduce ni kwa sababu tuna ule creativity ambayo Mungu ametupa, alitumba kwa mfano wake. Now, so hiyo ndo siri ya kwanza. Sio, umeelewa? Siri ya kwanza, shetani ha create. Mungu peke yake ana create. Na sisi tuna create kwa sababu tumepewa natural hiyo na Mungu. Sasa siri nyingine watu wasichojua, hata mtu ambaye unasema ni muovu au anayefanya mambo mabaya, bado huo uwezo wa kucreate anao. Anao, katoa wapi? Katoa kwa Mungu. Kwa sababu Mungu alichokupa hanyang'anyi. Hata ukifanya opposite na yeye, hakunyang'anyi. Kwa sababu Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa haki. Kwa hiyo akikupa kitu sio kama binadamu, umeona, baadaye atakunyang'anya. Ila anachokisema kina stand. Chochote anachokisema kita stand. Alisema tutakufa, tutakufa. Sio, umeelewa? Tumeshinda kifo lakini tutakufa. Umeelewa? Kwa hiyo maana yake usio kachanganya ukasema kwamba kwa sababu hawa ni waovu kwa hiyo hawezi kucreate. No, wana create kwa sababu Mungu katupa hicho kipaji. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unaweza kuwa creator of good or creator of evil. Lakini the only creators ni Mungu na sisi. Now, inakuwaje sasa hapa? Kwa hiyo changamoto inakuja wapi? Ukiangalia changamoto nyingi tulizokuwa nazo, au mtu ambaye utamtambua mwenye mwovu, tayari tushasema shetani sio creator. Sio, umeelewa? Shetani sio creator. But inakuwaje tunatengeneza uovu? Ni pale ambapo shetani anakuingilia wewe creator, una create kwa kupitia influence yake. Sio, umenielewa hapo? Una create kwa kupitia influence yake. Kwa hiyo anakuwa ndo anakuja kama amekupossess. Sio, umenielewa? Yaani anakuja anakupossess. Sasa unaanza kucreate kutoka kwenye create for good, you create for evil, au you create for wrong purposes. Kwa mfano, tumepata uwezo wa kupata wanasayansi, sijui maengineer. Lakini leo hii tuna create dawa, tuna create medicines za kuua watoto, za kutoa mimba, za kudestroy watoto wakiwa tumboni. Sio, umeelewa? Hiyo ni creation ambayo inatumika destructively. Umeona, inatumika kuharibu. Sio creation ya kusema tutawezaje huyu mtoto tumboreshe awe bora zaidi, kuokoa maisha yake, kusave, kuboresha. That's a creation for good. Sio, umeelewa? Kwa hiyo maana yake shetani haji akiwa na kitu he doesn't have, ila anatumia ulichonacho. Sio, umeelewa?
kwa purpose zake, kwa faida yake ya kwa kutocha na kutorment. Kwa hiyo sasa what does it mean? Yani sasa ina maana gani? Ndio maana unaona tuseme changamoto tulikuwa nayo ya tamaa, uovu, wizi. Sio, umenielewa? Hakuna changamoto tuliokuwa nayo hapa. Tunasema tamaa ni kwamba shetani anapokuingia, ametuingia wanadamu, ametuingiza roho yake ya kutokuwa creators. Kwa kuna wengine wanatumia ku create hivyo, lakini wengi amewaingia na kuwa paralyze wasiwe creators. Either you create evil or you create nothing. Sasa when you create nothing, anakuingizia roho ya tamaa. Ndio maana unaona watu wengi sana sasa hivi duniani hawa create anymore. Wanataka kuconsume. Katika kuconsume ndo anatamani mme wa mtu. Anatamani mke wa mtu. Anatamani mali za mtu. Umeona? Lakini yeye hataki ku-create. Si umeelewa? Anatamani viatu vyangu. Hataki kuwa creative, kufanya kazi apate hela akanunue viatu vyake. Unaweza uka-create mme wako au mke wako? Of course, 100%. Si umeelewa? Unaweza, creation inaanza kwako. Umenikatisha point, but that's the point. Creation inaanza kwako. Ngoja nikupe mfano mzuri. Mungu aliposema ametuumba kwa mfano wake, kwani tulikuja wakati yeye mwenyewe yuko hohe hahe ndio akatutengeneza sisi? Hapana, tunaambiwa mbinguni kumejaa nini? Kumejaa order. Si kuna dhahabu, si kuna nini? Yaani mbinguni kumependeza. Umeona, ni wealthy. Ni wealth hali ya juu ambayo hatuwezi kuimagine. Si umeelewa? Kwa hiyo creation kwa Mungu ilianza kwake. Hata sisi hatukuja alafu ndo creation ikaja. Ilikuwa creation then sisi tukaja. Mbingu, si ndio? Maji, bahari, jua, mwezi. Sijui umenielewa? Then sisi ndo tukaja. Kwa hiyo Mungu alituonyesha kwamba you have to be a creator. Umeona? Ili utengeneze mazingira yako yawe niseme yanaweza kuishika, yanaweza kukuboresha. Which means creation inaanza kwako. So ukiniambia leo mimi nataka mke, si ndio? Lazima niwe creative first kuwa mume bora kabla sijaoa. I have to create the environment ya kuwa baba bora kabla sijapata mtoto. Kwa sababu inaanza environment kabla ya kitu. Nirudie. Environment inaanza kwanza kabla ya kitu. Sisi umenielewa? Bahari na samaki, nani alioanza? Bahari. Of course lazima ianze bahari. Kwa sababu otherwise environment ya samaki inaweza haikaliki. Na sisi ndio hivyo Mungu alizitengenezea dunia, then ndo akatuweka. Kwa hiyo manake unataka kuwa mume wa mtu, you have to create an environment ya kuwa mke. How? Tabia zako, mwenendo wako, kiroho, kimwili, kinafsi. Hiyo environment ndio itamvutia yule mtu kuja kwa kusema huyu ni mke. Si umeelewa? Huyu ni mume. You have to create an environment. Wewe umezungumza sana miaka mingi kwamba wanawake mjitegemee. Wanawake sijui lazima usimame. What is that? On a deeper level, wewe unachokisema ni kwamba mwanamke lazima uwe creative. Si umeelewa? Uanze creation kwako za kuwa mama kabla ya mtoto. Uanze kuwa mke kabla ya mume. Si umeelewa? That environment ndio ita attract sasa watoto, ita attract mume, ita attract family. Si umeelewa? Source ya hiyo inatoka kwenye creation ambayo Mungu ametupa wote. Ila shetani anachokitaka ni uzembe na uvivu na kutucontrol. Kwa hiyo baadaye ya kuwa creative, create the environment, wewe unatamani vya watu, unataka shortcut. Unataka mume wa mtu. Sijui umenielewa? Ambaye yuko ready made. Na ndio maana nikikwambia shetani hana kitu duniani. Sijui umenielewa? Hana kitu, actually hana kitu. Kwa sababu wakati Adam na Hawa wako Eden pale, si ndio? Nani aliyokuwa na mali pale? Adam na Hawa. Exactly. Shetani alikuja pale na nini? Absolutely nothing. Sijui umeelewa? Alikuja na uongo tu. Alikuja na uongo. Kuwatamanisha. Kwa vitu ambavyo tayari wanavyo. Sijui umeelewa? Sasa hii roho unaiona kila siku, tunaiona kwenye mitandao everywhere. Ni wewe una mke, lakini utamwangalia mwanamke mwingine utamtamani. Lakini mke unaye. Kwa nini usimtengeneze mke wako akawa hivyo? Sijui umeelewa? Kama mke wako unamwona hakuvutii, sijui umeelewa? Sijui yuko out of shape. Kwa nini usifanye naye mazoezi akawa in shape? Kwa nini usiongee naye mkafanya diet? Kwa hiyo maana yake wewe
Si umeelewa? Unatamani, umeangalia kwa mwanamke, umemwona kakaa vizuri, mtengeneze mke wako. Umemwona? Even better kama hujaoa, anza ku create environment ya huyo mwanamke unayomtaka awe vile. Let's say wewe unajua shortcut ndio hiyo. Mwanaume ana pesa. Umeona? Lakini wanawake hawako attracted na yeye jinsi alivyo, kwa sababu maybe ni mzee, yuko out of shape, analitumbwa na likitambi. Lakini anataka mwanamke kabisa, anajua kabisa huyu mwanamke mimi hawezi kunikubali. Kwa hiyo matokeo yake anatumia shortcut, anatumia pesa. Hataki ku create environment ya yule mwanamke kumpenda, kumtaka. Na ndio maana anasema hii ni recipe ya disaster. Yaani ukishaanza kuwa unatumia shortcut, ufanye creation. Ndio hiyo ni kwa sababu ita work kwa muda mfupi, baadaye ni disaster. Ndio maana tumedestroy family zetu, tumedestroy jamii, tumedestroy ndoa kwa sababu ya hii ya kutokuwa creative. Ambayo shetani anaitumia kututamanisha vitu, lakini hataki tufanye kazi kuvipata. Kwa hiyo ongea kitu kikubwa. Kwa hiyo kwa wasichana wanatamani maisha mazuri, simu nzuri, nyumba, magari mazuri. Kwa hiyo walitakiwa wawe creative kwenye maisha yao. Soma, hata knowledge, use kipaji. Mungu alichopa kila mtu ana kipaji. Nenda soma, hustle, pambana. You will get the money. Mungu hamwachi mtu yoyote ambaye anaanza kuwa creative. Ndio maana nikasema uwe mwovu uwe mwema, creation iko ndani yetu. Hamna mtu ambaye amehangaika akapambana hakupata. Sasa matokeo yake hii roho imetuingia, inaendelea kutuingia, tunapenda shortcut, tunatamani vya watu. Kwa hiyo maana yake hapa ukifikiria very carefully, source of all evil ni kutokuwa creator. Ukishindwa ku create, lazima utakuwa maskini, utakuwa evil, utakuwa yani kwenye jamii yako, yani wewe ni kivuruge. Kwa sababu vivuruge yeye create, ila kila kilichotengenezwa anakitamani au anakidestroy. Anatamani au anadestroy. Kwa sababu kwa mfano kama hao wazee ambao wanachukua watoto wadogo, wanawadestroy wale watoto. Kwa sababu hawana future nao. Kwa kutumia pesa zao hizo wanazowapa, wanawatumia wale watoto, mwisho wa siku kama ndio hivyo wamepata mimba, wamepata watoto, wanabaki huko pembeni kwa sababu hayuko kwenye family. Amemzalisha binti mdogo pembeni huko, na huyu binti sasa anaanza kuleta mtoto ambaye hana misingi ya maadili. Of course, ndo disaster inapoanza. Yani environment. Ndio nimesema hivi, shetani ni mjanja sana. Anajua kabisa akikuondoa kwenye creation, environment yako itakuwa mbaya. Environment ikiwa mbaya haiwezi kusustain development. Ndio maana nchi zenye vita, nchi ambazo zina machangamoto, hauwezi kupata maendeleo. Sio, umeelewa? Nikishatengeneza chaos, order, chaos, nikitengeneza chaos, hakuna maendeleo hapo tena. Kwa hiyo watoto wengi sasa hivi wanaharibika kwa sababu ndoa, mahusiano ya baba na mama au wale wazazi wako kwenye chaos, hawako kwenye environment ya kuwa sustain. But the source ndio hii. Wewe umesema tu kaenda kuzalisha. Wako hata ambao wanaoa watoto wadogo. Kwa sababu ukioa wewe mtoto mdogo, let's say una miaka 40 50, umeoa msichana na miaka 20 30. Is that a good environment kwako wewe na watoto? You can argue. Sio, umeelewa? Kama that environment inaweza sio. Kwa sababu yule mtoto inawezekana amekubali kuolewa na wewe kwa sababu ya mali. Tayari creation, that's not, unaweza kusema wewe umekuwa creative kupata mali. But is it the right way ya kujenga mahusiano? Na ya kutumia mali zako. Kwa sababu pia mali tunazokuwa nazo bado tunazitumia for evil na for good. For good. Kwa hiyo kama unatumia mali zako kwa ajili ya kumrubuni mtoto mdogo ili uweze kuvutia, is exactly the same thing shetani alifanya kwa Yesu. Alimwambiaje, ukiniabudu nitakupa nini? Mali zote. Nitakupa hii. Umeona? Nitakupa kila nitakupa hii. In a sense, shetani alikuwa mjanja, unamwambia Yesu, Mungu nitakupa hii. Kwa sababu Mungu anajua hii ni ya kwake. But what's the reason shetani alipata nguvu gani kumwambia nitakupa hii? Kwa sababu hawa watu wamenichagua mimi. Kwa hiyo hii ni ya kwangu. Shetani haja create dunia. Sio, umeelewa? Dunia sio yake, lakini alikuwa na nguvu ya kumwambia Yesu, ukiniabudu nitakupa hii, kwa sababu ametushika sisi, ametukamata. Kwa ndio maana alikuwa na power ya kusema hiyo. Lakini creation yote ni ya Mungu. Sio, umeona? Ndio maana tuka go through the salvation. Kwa hiyo so hii dhana iliyo, yani kama ni kitu fulani kinapitwa na wakati, kwamba vijana ni mara chache sana sasa hivi kupita mahusiano ya vijana ambao wana hustle pamoja, vijana ambao wana create pamoja, kwamba wana talent, wana yani
wana vision, kuna jambo ambalo wanalifanya pamoja, ndio hayo maisha mazuri wanayataka, lakini wamekubali kwenda through process, sio shortcut. Ndio hiyo nakwambia, hawataki kama create. Na ukijua source of disaster ni when you fail to create. Sasa nitaongea kitu kingine kabisa kizito zaidi. Creation is production. Tunafahamu hicho kitu kinaitwa GDP, si ndio? Is gross products, gross national product. Umeona? Manake uwezo wa nchi, si ndio, kuproduce ndio utadetermine wealth yake, utajiri wake. The more you produce, si ndio? The more you produce, the more unatengeneza wealth, unakuza, unafanya nchi inaendelea. Nchi nyingi ambazo zinaendelea umaskini kwa sababu haziproduce, zina consume. Sio, umeelewa? Unaona hapo source yote ya mafanikio inatoka kwenye creation, kwenye production. Creative, artist, producer, sijui writer, hao wanaotengeneza magari, wanatengeneza ndege, tunajenga nyumba, hao ni producers, ni creators. Ndio maana hakuna mtu ambaye yuko kwenye creation production akawa maskini hata siku moja. Kwa sababu hiyo ndio kipawa cha kwanza Mungu ametuonesha tunacho, na anataka tukitumie hicho for good. Kwa hiyo umeelewa? Kwa na idadi kubwa ya watu ambao wana consume, of course tunatengeneza poverty, ni umaskini. Ndio hii tunatengeneza umaskini, na ndio hii sasa watu wanataka kona. Sasa na kona ndio hiyo ndio njia ambayo adui anaitumia kutufanya tuwe dormant, seize complete. Kwa sababu wewe unategemea kuona vilivyotengenezwa, lakini utengenezi. Ndio hiyo ambayo tunayo sasa hivi. Akiona kwenye picha anataka gari lile, lakini hataki kulifanyia kazi. Kwa atachukua bastola, bunduki, anaenda anafanya ujambazi, anaiba. Wanawake ndio hivyo. Wanataka ndoa, wanataka wanaume ambao wako tayari wana pesa. Lakini hataki kuchukua mwanaume aka create naye maisha. Na wanaume nao imeingia na mwenye pesa, mbona kuna wanawake alihaswa nao? Umeona? Na kuna wanawake nao wanafanya hivyo sasa hivi. Umeona? Wanaume wanatafuta wanawake ambao tayari ready made. Huyo mwanamke ana nyumba yake, ana pesa yake, ana kazi. Hataki kuchukua mwanamke akaanza kuhustle naye, waka create naye maisha. Na hiyo peke yake ndio inayotufanikisha. Na ndio maana leo unaona watu wote wanaoshinda lottery, sijui bahati nasibu, takataka zote hawafanikiwi. Miaka 2, 3, 4 mbele hawana hata shilingi. You know why? Because they did not create. Wanataka shortcut. Lakini mtu ambaye ni mfanya biashara, time after time, au anajua kuzungusha hela, amecreate hela, ana know how, ana knowledge ya kukeep hela. Ukifail ku create, huwezi ku maintain. Sio, umenielewa? Kwa sasa ulikuwa unaniuliza sijui tamaa, sijui nini. Changamoto tuliokuwa nayo ni kwa sababu shetani anaingia kutufanya tusicreate. Yaani tunachokitaka hatukicreate, ila tunataka kukichukua kwa watu. Kwa hiyo ndio maana nasemaje, vinachukuliwa, shetani anakuja, wenye nguvu wanachukua, wanateka, wananyang'anya. Sio, umenielewa? Wanachukua creation za watu, au wengine ndio hivyo wezi. Wezi wa ndoa za watu, mahusiano ya watu, waume za watu, mali za watu, resources za watu. Sasa hivi leo kuna nchi zinaibia nchi zingine. Umeona? Wanakuja shortcut, wanakuja wanatubia resources zetu. Hiyo yote ni sisi kutokujitambua kwamba wait, we have to be creators wenyewe. Tusitegemee watu. Unapokuwa creator na unatengeneza wealth. Kwa hiyo siri kubwa Yesu alisema kwamba wengi wanapenda njia pana, ambayo inaenda kwenye upotevu. Kwa sababu ni rahisi, pana maana yake ni rahisi. Akasema wanaoenda uzimani wanapita kwenye njia nyembamba, ambayo imesonga. Na ndio hiyo, hizi shortcut ndio zinatuzua. Nitakupa mfano mwingine wa shortcut. Microwave. Microwave tunatumia kila siku. Lakini microwave actually kwenye vyakula inaharibu chakula, inaua chakula. Inaua zile nutrients. Ndio hiyo nimesema uvivu tuliokuwa nao. To be able to create. Kwa shortcut nyingi tunazitengeneza. Hata hii sasa hivi tuko kwenye AI. Inakuja kutuumiza. Kwa sababu watu wengi wanataka waweke miguu juu, hawataki kufanya kazi, ku create. Kwa hiyo source of all evil ni pale utakaposisi ku create. Tamaa ya mume wa mtu, mke wa mtu, hizo zote ni nguvu za shetani kutaka kukufanya wewe usicreate utamani vingine. So the good way ku counter hii ni kuanza kuwa creator. Tengeneza maisha unayoyataka. Mpaka wewe unataka kupita kwenye njia. Tengeneza maisha unayoyataka. Unataka shortcut. Tengeneza maisha unayoyataka. Unataka mume wa hivi, anza kujitengeneza wewe kwanza. Sasa hiyo nafikiri mpaka hapo mtu anachagua. Anataka kupita njia nyembamba inayoenda uzimani au uhakika, au unataka barabara pana ambayo inaenda upotevuni. The choice is yours. Hiyo nachotaka kusema kwa ufupi. Tunavyosema uwe creator ili utengeneze maisha yako. Ni hapa duniani. Unajua watu wengi tunasahau. Tunafikiri tumeahidiwa mbinguni, tumeahidiwa peponi. Hatujui kumbe
siri ya Mungu anataka tutawale hapa. Mungu anataka ufanikiwe hapa duniani. Hakuna mbinguni tukienda kwa Baba. No. Hapa ndo kwa Baba. Yaani Mungu ndo anaitawala. Yeye. Sisi ni hapa. Kwa hiyo usidanganyike ukasema eti niteseke duniani naenda kwa Baba. Hapana, yani ukishindwa hapa yani manake sehemu yako ya kutawala umeiacha. Kwa hiyo hii ina maana gani? Ina maana kwamba hii creation tunayosema Mungu ametuumbia ni ili ule bata hapa na huko unakokwenda pia ule bata. Kwa hiyo watu ambao wako created wanaanza kusafa hapa na huko pia utaenda utasafa. Kwa hiyo usidanganyike mkafikiri lazima sisi tuteseke hapa. Hapana. Ukiwa creator, ukiwa ndani ya ufalme, utaapa, utakula bata hapa na huko na kwenda. Kwa hiyo hii principle ya kumtambua hii maana yake itakufanya ufanikiwe hapa duniani kwanza na huko mbele. Kwa hiyo barabara ni mbili jamani. Barabara ni mbili. Pana inayokupeleka upotevuni ambayo wengine wanasema wajali. Lakini ile bata hapa ni sawa lakini wafahamu hiyo ni source of disaster. Hakuna yani hiyo shortcut tunayotumia kutaka kucreate kuchukua ambavyo viko tayari. Kuna siku itakuumiza kabisa. Yani kuna siku itakuumiza. It's there. Na ndio hiyo njia shetani anayotumia. Ndio maana anasema ukitaka kumjua mtu muovu ambaye ana maovu wote hawa create. Naonekana wote wanatamani. Sasa unaziona. Yani wote anatamani. Zote anatamani. Kwa hiyo yani kama wewe ulikuwa hujijui, unasema jamani mimi napenda I'm in love with this guy. No. You are in love with this guy. This guy ni mume wa mtu. Tengeneza wa kwako, tafuta wa kwako. Umeelewa? Oh I'm in love with this girl. Si ndio? Oh msichana mrembo. No ni mke wa mtu. Tafuta wa kwako, tengeneza mazingira kama huyu akutake wewe. Si unapenda ile nyumba. No. Create, tengeneza kitu, uza, upate hela, utengeneze kama kwa. Kwa hiyo hii ndio siri ya kuwajua watu ambao wanatawaliwa au wametawaliwa na hizi roho za shetani. Wao siku zote hawatengenezi, wanatamani vya watu. Hawatengenezi. Wanaopenda watoto wadogo, wanaharibu watoto wa watu. Yes. Wakati ana mke wake nyumbani, mtengeneze mke wako. Tengeneza mke wako na yeye atavutia. Lakini huyo mtoto ambaye leo tena wengine wako vyuo. Hivi unajua vyuoni huko kuna ufuska mkubwa sana na wanaoenda kule hata si wavulana. Of course ndio vijana. Unajua wewe mwambie. Kwenye Biblia kuna mstari ulisemaje? Mtumikie Mungu wakati wa ujana wako. Hata shetani naye anatumia. Nilimwambia shetani ni mwizi. Shetani anakuja. Anatumia exactly vile vya Mungu, anavigeuza vyake. Mtumikie Mungu wakati wa ujana wako. Shetani anajua kabisa. The only time wewe unaweza kumtumikia Mungu ni wakati wa ujana wako. Kwa hiyo unaweza kujenga. Kwa hiyo naye anakuja pale kwenye ujana wako. Anakupiga naye kitu chake. Kwa hiyo badala ya kusoma, kujenga career vizuri, kufocus, wewe baada ya kucreate unaingia kwenye shortcut. Unataka vitu vilivyokuwa tayari. Vitu vizuri. Mume wa mtu, mke wa mtu, mali za watu unataka. Unaenda kazini, baada ya kufanya kazi unataka rushwa, unataka shortcut. Umeona? Utaki kufanya kazi, unataka shortcut, upewe bure. Yaani wewe unataka ulipwe mshahara wako wa miezi 6 katika siku moja. Tamaa, utaki kucreate environment ya kupata promotion, environment ya kuwa na thamani kiasi ambacho mwajiri wako anakulipa zaidi. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hivyo unaona ni exactly deeper the round the circle is there. Lakini maana unaona sasa unaweza ukaona kwenye jamii kuna chaos kubwa sana kwa sababu watu wako out of order. Wako out of creation. Out of sync na Mungu ambaye ndio creator. Ambaye amejenga sisi tu create. Kwa hiyo ukifail kufanya function yako kama binadamu unaenda kwenye decay, unaenda kwenye disaster. Na ndio maana hata sisi Tanzania tumestruggle miaka mingi kwenye uchumi kwa sababu we don't create enough. We don't produce enough. Shortcut. Hatu create enough, hatu produce enough. Kwa hiyo wale wanao create na produce wanakuja wanatupiga. Dhahabu yetu hii inapelekwa nje, inatengenezwa, they create something na dhahabu yetu, wanaturudishia tunainunua. Mara 3 yake mara 4 ya kwetu. Sisi kwetu. Soul ya kwetu anakuja na itumia hiyo kutuharibia nayo. Kukuangamiza. Ndio maana nasemaje hapa duniani shetani hana nguvu yoyote. Mapepo, majini hana nguvu yoyote. Wewe ndio unayo. Wewe unayo nguvu but you choosing kuwaleta wao kuingiza hiyo. Kwa hiyo usiogope. Ukiwa in sync na Mungu na creator, hakuna pepo, hakuna jini ambayo itakusumbua. Na utajuaje? Kwa maamuzi yako utaanza kuona things are changing. Ukimwita Mungu havitakusumbua. Unajua watu wanakosa amani kwa sababu hana kitu fulani. Na ndio hiyo amekuingizia. Yaani anakuingizia hiyo roho ya kutamani. Wakati kumbe uwezo wa kutengeneza unao. Na yani ndio hivyo, kwanza nakuletea tamaa. Lakini hakuletei kama Mungu alivyotuletea ethics, morals za kutaka kucreate. Si umeelewa? Kucreate. Sisi tunataka haraka create. Ndio maana neno la Mungu linasema furaha ipo katika Bwana, sio katika vitu.
Kuna mtu anafikiri ili afurahi ajisikie vizuri lazima awe na vitu, lakini tumeambiwa tuwe na furaha tukiwa na Mungu. Hivyo vitu ni ziada. Unajua siri iko wapi? Ukiwa na Bwana unapata vitu automatically. Lakini ukiwa na vitu bila Bwana havita last, au vikilast vitakuwa source of disaster kwako. Sijui umenielewa? Vitakuumiza. Vitakuumiza. Nakufa utaviacha. Utavifaidi, utateseka navyo. Yaani wewe unaweza kawa ni milionea lakini ndio mtu ambaye una huzuni, una stress kuliko hata yule anayekula vitumbua kila siku asubuhi. Ame create. Kwa hiyo swala la creation sio kwa matajiri, hata mtu wa chini. When you become a creator, you live your life. Kwa sababu hiyo ndio kipaji ambacho DNA Mungu ametuwekea. Ukifail ku create, hivyo inakuingilia, unaanza kutamani ya watu, mtumwa. Unaanza kuwa mtumwa. Kila cha mtu unatamani. Huwezi kusema you know what? Nimemwona yule dada na mke wangu nataka kama vile. Nunulie nguo, fanya mazoezi, lishe vizuri. Chukua, create. Unajua creation. Na ukicreate kitu unajisikia proud. Mimi napenda story ya wanawake wawili. Mwanamke mmoja ni wa kwenye nafikiri ni msafu anaita. Kuna mwanamke anaitwa Bi Hadija, alikuwa mke wake mtume wao Muhammad. Story ya yule mama, yani ni mama ambaye alikuwa hakuwa mzigo. Ni mama ambaye alimsupport mume wake, yani alikuwa ni, nafikiri unaelewa, creator. Thank you. Ukiwa mfanya biashara you create something. I love that woman. Nawaambiaga wanawake wa Kiislamu, mimi ningekuwa Muislamu role model wangu angekuwa yule mama. Hata sio Muislamu lakini still Bi Hadija ndio mwanamke ambaye kwangu ni wa mfano. Mwingine kwenye Biblia ni mwanamke wa Mithali ya 31, mke mwema. Creator. Yaani ukisoma story yake unamwona jinsi ambavyo yeye amejipanga, amejiandaa kuhakikisha kwamba ana create. Sasa ndo wewe unalalamika na wanawake wa Tanzania. Ushajua leo umejua siri yao Kwa nini mwanamke wa Tanzania anateseka? Kwa sababu sio creators. Nilishajua zamani. Ndo waambie kwenye hiyo language yao. Wewe unateseka. Wanawake wamekatwa, wanawake wameuliwa, wanawake wamefanywaje? Nilipokuja kugundua hii ni kwa sababu inajibweteka, inakuwa mizigo, sio ma creator, ni wana consume tu. Mategemezi. Ndio maana wanadharauliwa. Kwa hiyo mimi nilipogundua hiyo nikahama upande huo, nikahamia kwenye upande wa kuambia nendeni mkajenge maisha yenu. Ukawa creator. Nenda ukawe creator. Ukawa creator. Kama Mungu ametupa. Tunasema kila siku katumba kwa mfano wetu, mfano wetu. So mfano wa kwanza Mungu ni creator. Create. Mungu alicreate dunia na sisi na kila kitu. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uandae mazingira. Anyway. Kwa hiyo now you know. Ukiona mtu wa namna hiyo ujue kabisa. Wewe ukiona unatamani, utaki kutengeneza. Yuko tayari. Wewe ndani ya kuko sawa. Nenda piga magoti. Mwambie Mungu niondolee roho. Nipe roho yako ya uumbaji. Nipe creation. Niwe mbunifu. Na ndio maana amuelewe kwa nini sisi tunampenda mtoto wetu. Kwa sababu this is creation. Baka wakati roho. This is creation. Ndio maana tunampenda. This is creation. The best gift Mungu amempa binadamu. Creation. Shetani anataka kuitumia for evil, but sisi tutaitumia for good. For good. Na tutaonesha tutakuwa nuru siku zote. Tutakuwa nuru siku zote. So now you know Now you know. Be blessed. Good day. Chagua, endelea na uchaguzi wa maisha yako. Njia nyembamba au pana, utajijua.